katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakumulika katika kusikia moyo siku ya leo. Bwana tunakualika Roho wako katuongoze katika jina la Yesu Kristo. Roho wako katuongoze katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo Bwana tuendapo kusikia neno lako Bwana, kukusikia ukatusaidie. Roho wako Mtakatifu kwa karama zake za roho akatusaidia katika jina la Yesu Kristo. Iko njia ionekanayo kwa sawa, sema vibaya katika jina la Yesu Kristo. Roho wako kutusaidia tusipite njia mauti katika jina la Yesu Kristo. Wewe utuongoza katika njia za haki, tunakualika ukatuongoze katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, na tayari siku leo naenda kwa pamoja nasi katika kusikia neno lako Bwana. Bwana leo utatokea na Bwana tutusaidia katika maisha yetu sasa na baadaye, na katika jina la Yesu Kristo. Karibu mtumishi Bwana katika kusikia neno la Mungu siku ya leo. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia katika kila njia yetu tunayoenda. Haleluya. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia katika kila njia tunayoenda. Pengine tunapitia giza kwenye maisha yetu, lakini siku ya leo liko neno, na neno hilo ni neno la Mungu. Tayari kulisikia neno la Mungu kuhusu tena njia, ikiwa ni part 4 ya somo letu njia. Leo tutaenda kuangalia tena sababu nyingine kwa nini tumuite Yesu akatokee kama njia, na kwa nini tumuite Yesu kama njia. Na sababu tutaangalia leo ni kwamba yeye ni mwenye nguvu zote. Yeye ni mwenye nguvu zote. Haleluya. Yeye mwenye nguvu zote. Yeye mfalme ni mwenye nguvu zote. Haleluya. Lakini kabla hiyo twende katika Zaburi ya 23. Twende katika Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 na mstari wa 4. Tunajua ya kwamba hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, hata ajapojikwaa hata anguka, kwa sababu Bwana humshika mkono. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Ziko hatua nyingi, lakini hatua za mtu zinaimarishwa na Bwana. Hatua za mtu aliyemtegemea Bwana, hatua za mtu ambaye ameamua kwamba maishani mwake Kristo peke yake ndio atakuwa njia atakayotumia. Si fedha yako itakayokuwa njia, si akili zake zitakazokuwa njia, si watu waliowategemea watakaokuwa njia, lakini Kristo peke yake atakuwa njia. Na Yesu mwenyewe atamshika mkono. Nguvu zake zitatokea na zitamshika mkono, hata ajapojikwaa hata anguka. Unajua katika maisha yetu tulionayo usiku hizi ni kwamba we have a lot of disappointments. Why? Because people have a lot of expectations from other people. We have a lot of expectations from some people. That's why we have a lot of disappointments. Kwa sababu watu wametegemea watu, wanakuwa disappointed. Watu wametegemea biashara zao zikifail, wanakuwa disappointed. Watu wametegemea watu wao, watu wakifail kutokea, wanakuwa disappointed. Na kwa sababu hiyo Mungu naye hatokei, kwa sababu anaona kuna mbinu zao za watu kutumia. Kuna mbinu zako, unaona ukitumia fedha utafanikiwa, unaona ukiita watu watatokea. Mungu naye anasimama pembeni, anakuangalia wewe na nguvu zako, mpaka pale utakaposema ya kwamba all this is in the hands of the Lord. Hapo ndipo Mungu anatokea. Ndio maana Mungu hakutokea akapasua bahari kabla wana wa Israeli hawajafika kwenye ukingo wa bahari, kuona kwa hii bahari ni kubwa, hatuwezi vuka kwa boti, hatuwezi vuka kwa miguu. Wa Misri wanatujia nyuma, hatuwezi rudi nyuma, hatuwezi enda mbele, kukawa na vurugu. Mungu hapo ndo akatokea na akaigawanya bahari. Kwa sababu hiyo mpendwa wa Bwana, tujua ya kwamba kuna wakati mwingine Mungu lazima akupitishe kwenye magumu. Mungu akikupitisha kwenye magumu, usitahayarike, msifadhaike mioyoni. Yesu siku moja katika Yohana 14 na mstari wa 1 anawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, kwa kuwa mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mnayo makao mengi. So kwa kuwa mnamwamini Mungu, tumwamini na Yesu, tumtumie yeye kama njia, kwa sababu yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Lakini bado yeye ni mwenye nguvu zote. Ako all powerful, omnipotent, ako all powerful, all
powerful. God is all powerful. Yeye ni mwenye nguvu zote, ndio njia pekee yenye nguvu zote. Ukitaka nguvu ya biashara tunaipata hapo ndani, nguvu ya ndoa tunaipata hapo ndani, nguvu ya elimu tunaipata hapo ndani, nguvu ya kutafutia kazi tunaipata hapo ndani, nguvu ya kutafutia watu tunaipata hapo ndani, nguvu ya kuapply kazi tunaipata hapo ndani, nguvu ya kila chochote tunachohitaji kwenye maisha yetu tunaipata hapo ndani katika jina la Yesu Kristo. Ukiamua tu kumfuata Yesu kama njia, kila nguvu unayohitaji. Kuna watu wanafuga mifugo yao lakini hawana nguvu ya kuendeleza mifugo yao, hawana nguvu ya kulima mashamba yao, hawana nguvu ya kujenga nyumba, hawana nguvu ya kulea watoto wao, hawana nguvu ya kukaa kwenye ndoa na kutulia, hawana nguvu ya kukaa kwenye mahusiano, hawana nguvu ya kuendeleza biashara zao, hawana nguvu ya kuendelea na masomo shuleni, hawana nguvu ya kupasua ndoto zao, hawana nguvu ya kupasua destiny zao, hawana nguvu za kutembea, mikono yao haina nguvu, miguu yao haina nguvu, akili zao zenyewe hazina nguvu. Watu walionao hawana nguvu, majina yao hayana nguvu. Unajua si nguvu tu ya kutembelea, lakini jina lako linaweza kuwa na nguvu. Hata siku litakapotajwa katikati ya watu wa maana, watu wanasikia jina la maana limetajwa. Watu wengine tuko hapa, mtumishi wa Bwana unanisikiza, wewe uko hapo, ulitajwa, jina lako lilitajwa mahali, hakuna chochote ulichopokea, ilikuwa ni shida chungu nzima. Katika jina la Yesu nakutamkia jina lako likaipokee nguvu katika jina la Yesu Kristo. Hali unapoendelea kujifunza na mimi kuhusu njia na umejua Yesu ndio njia, basi jina lako likaipokee nguvu katika jina la Yesu Kristo. Maneno yako yakaipokee nguvu. Kuna wakati maneno yetu hayana nguvu, tunajaribu kutamka, hakuna mwenye anajaribu kutuelewa, tunajaribu kunena, hakuna mwenye anatuelewa, kwa sababu maneno yetu hayana nguvu. Akili zetu hazina nguvu, roho zetu hazina nguvu, nafsi zetu hazina nguvu ya kukamata biashara, ya kukamata mitaji, ya kukamata mifugo, ya kukamata ulimwengu wa kifedha, ya kukamata biashara ya nguo, ya kukamata mashamba, mazao. Hayana nguvu, lakini tuko na mmoja mwenye tunaweza tukategemea na tukapata nguvu zote. Wengine mlianza safari ya masomo, miili yenu haina nguvu ya kuendelea. Wengine tulianza safari za mahusiano, miili yetu, mioyo yetu, roho zetu, nafsi zetu hazina nguvu ya kuendelea. Wengine tulianza safari ya kibiashara, akili zetu hazina nguvu za kuendelea, mitaji yetu haina nguvu ya kuendelea. Wengine tulianza safari ya kihuduma, tunaihubiri injili, tunaimba nyimbo za injili, tunafundisha watu wengine neno la Bwana, tunapiga vyombo kanisani, tunasimamia watoto wadogo kanisani, lakini bado hatuna nguvu ya kuendelea. Chenye tunafanya hakina nguvu katika maisha ya watu. We are doing something but we don't see the impact, like there's no the power for the impact to happen. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo nakutamkia ya kwamba unamfuata Yesu kama njia, na the fact that unalisikia neno hili, it proves the point that unaipokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Wewe unaipokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Hutang'ang'ana wewe. Wakati mwingine unataka kutafuta fedha, lakini akili yako haina nguvu ya kutafutia fedha. Kwa nini? Kwa sababu bado umeshikilia njia zako mbaya. Na katika Yeremia 33 mstari wa 8 hapo, neno la Bwana linasema mtu mwovu na aiache njia yake. Mtu mwovu na aiache njia yake. Mtu mwovu na aiache njia yake. Mithali 3:5 inasema naye atanyosha mapito yako. Mapito yetu yanafaa kuongozwa na Bwana. Njia zetu inafaa kwa Kristo. Mapito yetu Bwana ayaongoze. Kila mtu mbaya aache njia yake ovu katika jina la Yesu Kristo. Ukiacha njia yako ovu na ukiamua sasa kile ulicho nacho unampatia Kristo, mambo yanatokea. Uliokoka ukijua kuwa unakuja kwa Yesu, si ati uje kwa Yesu ndio bado uendelee kutumia akili zako huku ukitubu dhambi. Hapana, njoo kwa Yesu, tubu dhambi, muamini Kristo, na kila kitu ufanyalo likiri jina lake. Mithali 3:5 anasema mche Bwana, mtumaini Bwana, na usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mkiri yeye, atanyoosha mapito yako. Hatua zetu zinaongozwa na Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Neno la Bwana linasema katika Zaburi ya 127 kwamba yeye aliye mlinzi wa Israeli hatasinzia wala hatalala. Yeye aliye mlinzi wa Israeli katika jina la Yesu Kristo ni mwenye nguvu zote, nguvu hata za kuzuia usingizi. Wengine wetu kwenye huduma
huduma tumelala, wengine wetu kwenye masomo tumelala, wengine wetu kwa ajili ya kazi zetu tumelala, kwa ajili ya watoto wetu tumelala. Hatujasimama kuwa macho. Neno la Bwana katika Petro kwanza mlango wa 5:8 anasema tuwe macho na kukesha, maana mshtaki wetu ibilisi kama simba ngurumaye anazunguka akitafuta mtu ammeze. Sisi tumelala, sisi tumetulia, sisi tumechill kabisa, like tumetulia kabisa, hatuna tunachofanya, tumetulia. We have slept, we are under slumber, and a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep, and poverty will come knocking as a vagabond and want like an armed man. Wengine tumezongwa na umaskini wa akili, kwa sababu hatuna nguvu, na nguvu tuliyokuwa nayo tuliipoteza kwa sababu ya kupenda kulala. Ulipewa huduma ukakosa kuitunza. Sikia, kinachopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi, kinachopatikana madhabahuni kinalindwa na madhabahu, kinachopatikana kupitia neno la Mungu kinalindwa na neno la Mungu, kinachopatikana kwa kumtumikia Mungu kinalindwa kwa kumtumikia Mungu. Sisi tulipewa vipawa ndani yetu, badala kuendelea kumtumikia Mungu ili kipawa kile kilichopandwa ndani yetu kisitupotee, sisi tukasinzia. Tuliposinzia, neno la Bwana linasema, Yesu siku moja akiambia wanafunzi wake kwamba kila atakayetaka kuvamia mji, si anavamia kwanza mtu mwenye nguvu amfunge, na mtu mwenye nguvu anavamiwa wakati ambapo mtu amelala. Wakati mtu amelala huwa ako ignorant about everything. Ndio maana usiku wachawi, uwezi, wanaiba, kwa sababu watu wamelala. People are not curious about anything. Ni usiku huu mtu mwingine anakosa muda wa kulisikia neno la Mungu, lakini wewe ulisikia neno la Mungu. Mungu, Roho wa Bwana akakusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kila njia unayopita, Yesu mwenyewe na nguvu zake akatokee katika jina la Yesu Kristo. Yesu akatokee na nguvu zake. Neno la Bwana linasema mtakeni Bwana na nguvu zake, na siku ya leo tumemtaka Bwana na nguvu zake. Yeye mwenye nguvu zote akatokee katika jina la Yesu Kristo. Akatokee kwenye hiyo biashara yako, akatokee kwenye hayo masomo yako, akatokee kwenye hiyo elimu yako, akatokee kwenye hao watu wako, akatokee kwenye maisha yako, akatokee kwa maisha ya wazazi wako, akatokee kwa maisha ya shamba lako, akatokee kwa maisha ya akili yako, akatokee kwa mazao yako, kwa mifugo unayofuga, akatokee popote utakapotembea mwezi huu na miezi ijayo na miaka ijayo, hata uzeeni, nguvu zake zikakujae katika jina la Yesu Kristo. Yeye mwenye nguvu zote akakupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Twende Zaburi, tulikuwa tunafaa kusoma Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 na mstari wa kwanza anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yeye aliye mchungaji, sitapungukiwa na kitu. Kati ya kitu ambacho tutapungukiwa, si mali tu, si akili tu, si watu tu, si fedha tu, si mahali kwa kuabudia tu, si watu wa kutumika mbele yao, si nyinyi watu mnaonisikiliza, lakini kati ya vitu ambavyo pia hatutapungukiwa ni nguvu. Yeye ni mwenye nguvu zote, hatutapungukiwa na nguvu. Nguvu za miguu yetu hazitapungua katika jina la Yesu. Nguvu za mapafu yetu hazitapungua katika jina la Yesu. Nguvu za watu wetu hazitapungua katika jina la Yesu. Nguvu za mikono yetu, nguvu za rotuba katika mashamba yetu, nguvu za tunazotumia kumtumikia Mungu katika kanisa hazitapungua katika jina la Yesu Kristo. Hazitapungua. Nguvu za watoto wetu hazitapungua. Nguvu za kike hazitapungua. Nguvu za kiume hazitapungua kwa damu ya Yesu Kristo. Kama tunaishi kwenye maeneo ambayo tuna watu wanajua ukifika umri fulani nguvu zimeisha. Tunaishi kwenye jamii ambazo ziko na mipaka. Wanasema ukifika umri fulani nguvu zinakukata. Wewe katika jina la Yesu, wewe katika jina la Yesu unayopokea nguvu mpya. Yesu Kristo ndiye njia. Yeye Yesu Kristo uliyemtegemea anakupatia nguvu mpya. Anakupatia nguvu mpya. Anakupatia nguvu mpya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu anakupatia nguvu mpya. Katika jina la Yesu anakupatia nguvu mpya. Hilo shamba linavikwa nguvu mpya. Hiyo ndoa inapewa nguvu mpya. Hiyo ndoa haivunjiki. Ni nguvu ilikuwa imekosekana. Leo nimekuletea habari njema, habari ya Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye aliye nguvu zote. Kila mtegemea yeye hata taharika, hata pungukiwa nguvu, hata pungukiwa nguvu. Hiyo ndoa haivunjiki. Huo chumba hauvunjiki. Hiyo biashara haifi. Hayo mashamba hayauzwi.
ufumbuzi katika jina la Yesu Kristo. Huo mradi hautakwama, huo mradi hautakwama. Hao watu hawatakutoroka, hao wateja hawatakutoroka, hata kama duka lako liko mbali na jiji. Katika jina la Yesu, wateja wanaipokea nguvu na fedha yao wanakujia. Jina lako linaipokea nguvu katika jina la Yesu. Litakapotajwa katikati ya wakuu, jina lako litakuwa lenye power katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, jina lako litakuwa lenye power. Watu wako watakuwa na nguvu. Tunahitaji watu wa kututaja Ikulu, tunahitaji watu wa kututaja sehemu za maana, watu ambao wanafaa kututaja sehemu za maana. Watu ambao wanafaa kututaja sehemu za maana wanaipokea nguvu katika jina la Yesu Kristo. Popote watakapotutaja watasikilizwa, kwa sababu wanaipata nguvu ya kuteka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Wewe unaipokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Yeye akuongozaye katika malisho ya majani mabichi, yeye akupitishaye kando ya maji ya utulivu, yeye ahuishaye nafsi yako hata kuacha uhangaike. Hatua za mwenye haki huongozwa na Bwana, zinaongozwa na Bwana. Atakapojikwaa hataanguka. Mstari wa 3 katika Zaburi ya 23, neno la Bwana linasema huhuisha nafsi zetu. Kuhuisha ni maana yake ni kwamba kuna wakati inafika unajifanya unakaa kama ni kama umekosa nguvu. Inatokea wakati ni kama umekosa nguvu. Inatokea wakati ni kama umekosa nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, anahuisha nafsi, anahuisha mwili, anahuisha biashara, anahuisha fedha, anahuisha majina kwa damu ya Yesu Kristo. Ule wakati unahisi ni kama umekosa nguvu, huo ndio wakati Mungu anaachilia nguvu mpya, anaachilia nguvu mpya, anaachilia nguvu mpya. Sikia, kuna wakati biashara inayumbayumba. Huhitaji fedha, unahitaji neno la kuachiliwa nguvu kwenye biashara. Huhitaji fedha, huhitaji mtaji, unahitaji tu neno la kukwambia kuwa Bwana ni mwenye nguvu zote. Na leo ndio hii njia niliyokuletea, njia Yesu Kristo, yeye mwenye nguvu zote anatokea katika jina la Yesu Kristo. Yeye ndiye njia ya kweli ya uzima, na bado ni njia yenye nguvu zote katika jina la Yesu Kristo. Anatuongoza katika njia za haki, anahuisha nafsi zetu, halafu endelee kutuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo kama ni biashara yako, unasema biashara yangu inasuasua, Bwana, huisha biashara yangu, huisha biashara yangu, huisha biashara yangu, na uiongoze katika njia za haki. Wewe kama njia, nipitishe katika mapito ya njia za haki. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipitishe katika njia za haki. Ndiyo, ukinipitisha katika njia za haki, uko wakati nitapita katika bonde la uvuli wa mauti, sina cha kuogopa. Yeye yuko pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Huna cha kuogopa, kwa maana atakuwa pamoja nawe. Biashara wakati inasuasua, huna cha kuogopa. Nguvu ya Bwana iko pamoja nawe. Ndoa ikisuasua, huna cha kuogopa. Nguvu ya Roho Mtakatifu iko pamoja nawe. Mahusiano kisuasua katika jamii, amani kisuasua, nguvu ya Bwana iko hapo. Amani kisuasua, nguvu ya Bwana iko hapo. Ndoa kisuasua, nguvu ya Bwana iko hapo. Shamba kisuasua, nguvu ya Bwana iko hapo. Watoto kisuasua, kama unakosa nguvu ya kuwalea, nguvu ya Bwana iko hapo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunamwita yeye mwenye nguvu zote. Mithali 18 na mstari wa 10. Mithali 18 tumeishi tukisema hiki kifungu sana. Mithali 18 mstari wa 10. Jina la Bwana ni ngome imara. Tunaisoma hapa. Jina la Bwana ni ngome imara, na wenye haki hukimbilia na wakawa salama. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hukimbilia wakawa salama. Katika jina la Yesu Kristo sisi tumeikimbilia jina la Bwana. Jina la Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. His name is a strong tower, and the righteous run unto it, and they are made safe. In the mighty name of Jesus, our works are made safe. In the mighty name of Jesus, our names are kept safe. Our names are kept safe. In the mighty name of Jesus. Yeye ni mwenye nguvu zote, hajaacha mtu wake katayarika. Katika jina la Yesu Kristo tunaipokea nguvu, tunaipokea mamlaka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu
ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yeye mwenye nguvu zote anatulinda, anatuhifadhi kwa damu ya Yesu Kristo. Usisuesue, usizunguke kwa watu, usione tumekosa kitu. Mwanza mimi basi sina, mimi hata sijui vitakuwaje, mimi sijui vitakuwaje. Usiseme hujui vitakuwaje. Jua Bwana ni mwenye nguvu zote. Ukifukuzwa kazi, mwambie Bwana, tokea na nguvu zako, unapata kazi mpya, tena mshahara wa juu kabisa mtumishi. Ni wewe ndio unasuasua. Jua kabisa umemtegemea Mungu. Sikia, Zaburi ya 23 nasema Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi yeye ndio huongoza, kwa sababu yeye ndio njia yenyewe, na njia yenyewe ni ya uzima, tena ni ya uhakika. Haleluya. Ni ya uzima, ni ya uhakika, tena ni ya amani. Amen. Ni ya amani, ni ya amani katika jina la Yesu Kristo. Njia yenyewe ni ya amani. Amen. Kama njia ni ya amani na anakuongoza katika malisho ya majani mabichi, ni kumaanisha ukimfuata Yesu, anajua kukupeleka, anajua kwenye fedha yako, anajua kwenye mtaji wako, anajua kwenye wateja wako. Hutafungua biashara tu popote, hutalima tu popote, hutaenda shule yoyote, hutaenda shule tu yoyote, hutapata mchumba yoyote, hutaoa kutoka kila familia. Atakuonyesha wapi uende, kwa sababu yeye ndio njia. Atakuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Unaona ndani tukisema Yesu ndio njia, atakuongoza wapi? Kuongoza tu kwa kufanya huduma, hata kwa kufungua kanisa, atajua kwa kukupeleka ukalifungue kanisa. Kama ni ufungue biashara, atajua kwa kukupeleka ukafungue biashara. Hapo kwenye atakupeleka ndiko kwenye mtaji wako, ndiko kwenye wateja wako, ndiko kwenye watu wako, ndiko kwenye fedha yako, ndiko kwenye ufanisi wako. Katika jina la Yesu ataongoza watu wa kulitaja jina lako, kwenye ofisi ya kulitaja, kwenye ofisi ya kutaka fedha, kwenye benki ya kwenda, kwenye benki ya kuhifadhi, vitu kama hivyo. Lakini sasa sisi wanadamu tuko na njia nyingi, tuko na watu tumetegemea. Like unaamka asubuhi unasema wacha tu niende nikajaribu. Hujamwambia Mungu, hujaamka usiku, muombe Bwana, mwambie Bwana nisaidie. Amka usiku, muombe Bwana, mwambie Bwana nionyeshe ni wapi niende, nionyeshe wapi niende. Nahitaji kufungua biashara, mtaji sina, lakini nionyeshe ni wapi nikafungue biashara. Utaenda ukitaka kufungua biashara, Mungu alete watu. Yeye ndio njia ya haki, ya kweli na uhakika. Kama amesema enda, kama amesema atalitenda. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Akikutuma enda mtumishi. Haleluya. Akikutuma enda. Haleluya. 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 Watu mnaamka asubuhi, yani unajitokea tu, na safari yangu mimi naenda kwa chifu, sijui naenda kwa DO, naenda kwa MP, sijui kutafuta nini, wanangu wanataka kusoma, nataka basari, sijui wa ndugu zangu wana nini, nataka nini, sijui wa kwangu ana hivi, mai wangu sijui ana nini, ana shida nyingi, wacha nikombe ushauri. Hapana, hata kukuomba ushauri. Ananiongoza Bwana katika njia za haki. Ananiongoza Bwana katika njia za haki. Kwa hiyo wakati wote mtumishi, amen, wakati wote ruhusu Bwana akuongoze katika njia za haki. So kuna ule wimbo unasema ananiongoza Mwokozi kwenye njia njema, 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 ananiongoza Mwokozi. Yeye ndio anaongoza kwenye njia njema. Kama ni Mwokozi peke yake, anaongoza kwenye njia za haki, kwenye njia njema. Ni kumaanisha kuna watu wanaongoza kwenye njia ambazo si njema, kuna vitu vinaongoza kwenye njia ambazo si njema, kuna watu wanatupeleka kwenye njia ambazo si njema. Ni Mwokozi peke yake anaongoza kwenye njia za haki kwa ajili ya jina lake. Yeye ni mwenye nguvu zote. Kwenye hata kupitisha hata kuwe na hatari kiasi gani, he is concerned. Yani sikia, faida kwenda na Yesu ni kwamba, faida ya kumtumia Yesu ni kwamba yeye ana nguvu zote. Akikwambia enda, toka asubuhi mtumishi, enda, fungua hiyo biashara ya tomato, fungua hiyo biashara ya nguo, fungua hiyo biashara ya ndizi. Wakikupa maembe, yeye amesema, wakikupa maembe yatauzika, wakupe machungwa yatauzika, wakupe nguo zitauzika, wakupe watu uta-advertise, wakupe mafuta yatauzika.
yatauzika. Yani wakupe maji, yatauzika. Wakupe viatu, vitauzika. Wakupe magunia, hata wakupe makaratasi. Ni Mungu ndo amesema enda. Ukifungua wateja watakuja, fedha itakuja. Yani kila unachokuhitaji ili unawiri, utajiri utakujia katika jina la Yesu Kristo. Yani ukitembea na Yesu, yeye mwenye nguvu zote, nguvu zake zina like watoto wa science wanasoma force ni push or pull. Yani ukitembea na Yesu, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu zote na umemtumia yeye kama njia, ata act as a force, ata push na kupull. Kama mtu anafaa kuvutwa aje, atamshika amvute aje. Kama ni rais anafaa kuvutwa aje, yukadosh shatapa rekoto, unamvuta. Yani ile nguvu ya Mungu yenye umetembea nayo kwenye ile njia uliochagua, na njia yenyewe ni Kristo, inamvuta. Unapata tu rais anakupenda, chifu anakupenda, MP anakupenda bila kuapply popote. Unapigiwa tu simu, mama njoo hapa, tokea hapa hivi, njoo na karatasi fulani, kazi imetokea, njoo na karatasi fulani, kuna fedha uje uchukue, mtoto wako tunamlipia, mtoto wako hivyo. Yani inamvuta, na kwa sababu force ni push or pull, inaenda huko, ina push, inasukuma je huko, na inavuta, it pulls. Haleluya, it pulls. Yani hii nguvu, ni mwenye nguvu zote, anaweza vuta chochote, anavuta fedha yoyote, anavuta yeyote, anavuta mtu wa aina yoyote. Hivyo ndo Mungu wetu yuko. Yani ukienda na njia yake, kwa vile yeye ndo anaongoza, anahuisha na kuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kama anaongoza kwenye maji, nimesema maji ya utulivu, ni kumaanisha kwenye atakupeleka, atavuta watu, atavuta wateja, atavuta nafsi, atavuta kila aina ya mtu tunaye muhitaji, kila aina ya mtu tunaye muhitaji katika jina la Yesu. Amen. Kusikia Isaya 40 na mstari wa 29, neno la Bwana anasema huwapa nguvu, huwapa nguvu. Tuanzie mstari wa 28. Haleluya. Tuanzie mstari wa 28. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu ni wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki. Akili zake rabashantole masa, akili zake hazichunguziki, akili zake hazichunguziki, hazimii wala hachoki. Yeye muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki. Ana nguvu zote, ana nguvu zote, all powerful. He is all powerful, he has all powers. Hazimii wala hachoki, 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 hazimii wala hachoki. Yeye mwenye nguvu zote. Ukimfuata Bwana, muite Bwana kama njia, muite Bwana kama njia. Ukifuata hiyo njia, na biashara yako haitazimia wala haitachoka. Nguvu itakuwa hapo ndani. Ukimfuata Bwana kwenye ndoa yako kama njia, ndoa yako haitazimia wala haitachoka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kwenye familia yako, unatunza familia, unatunza watoto, unatunza mkeo, unatunza mmeo, unatunza mama yako, unatunza ndugu zako, hautazimia wala hautachoka, maana mlinzi wa Israeli ni Mungu, ndiye njia yako, na yeye ni mwenye nguvu zote. Haleluya. Make it sink in the mind. Yeye ni mwenye nguvu zote, akili zake hazichunguziki. Sikia, anaweza kupeleka sehemu unaona kabisa hapa Mungu amenileta, lakini hapa hakuna site ya biashara kabisa. Sasa kwamba unategemea site ya biashara, hiyo ni njia yako, na Biblia imesema mwovu aache njia yake mbaya. Haleluya, haleluya. Mwovu aache njia yake mbaya, mwovu aache njia yake mbaya na amfuate Kristo. Mwovu aache njia yake mbaya na amfuate Kristo. Mwovu aache njia yake mbaya na amfuate Kristo. Yeye ni mwenye nguvu zote. Ukimtegemea hakuna kuchoka. Watu wanasema ni kuzeeka. Sisi tulimtegemea Kristo hatuzeeki. Ni mwenye nguvu zote. Anahuisha mapafu, anahuisha maini, anahuisha akili, anahuisha. Kama stroke zinashika wengine, sisi hazitatushika katika jina la Yesu. Anapatia nguvu mifupa yetu, anapatia nguvu mifupa yetu. Sikia, unaposoma Acts of Apostles 3, Petro na Yohana
Petro na Yohana walipopita kwenye ule mlango mzuri, nasema walipotumtamkia kwamba kwa jina la Yesu simama utokee, neno la Bwana linasema vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Kwa sababu hiyo leo hii umesikia habari za Yesu, Yesu mzuri. Neno la Bwana linasema alitembea huku na huku. Matendo ya Mitume 10:38, neno la Bwana linasema habari za Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo wewe pia ukiita jina la Yesu kunakuja Roho Mtakatifu na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Ukimuita Kristo anatokea na nguvu zake, anatokea na nguvu zake. Kuna njia tuliendea kwenye biashara, haikuwa na nguvu, haikuwa na Roho Mtakatifu, haikuwa na nguvu, ikatupitisha kwenye mapito ambayo tulipoteza watu wetu, tulipoteza vya kwetu, tulipoteza nguvu zetu, tulipoteza mikono yetu, tulipoteza miguu yetu, tulipoteza macho yetu, tulipoteza akili zetu, tulipoteza kila tulichokuwa tunakihitaji katika jina la Yesu. Lakini leo hii nimekuletea habari za njia ya Kristo. Njia ya Kristo. Kwa nini tumuite? Kwa sababu yeye ni mwenye nguvu zote. Tunamuita yeye mwenye nguvu zote katika jina la Yesu. Akatokee, anatokea kwenye hiyo biashara, anatokea kwenye hiyo jamii, anatokea kwa ajili ya amani yako, anatokea na nguvu zake na uwepo wake na roho wake, kwa damu ya Yesu Kristo anatokea, kwa sababu ni yeye umemtegemea, haizi kukuacha utahayarike. Samsoni alitahayarika kwa sababu alidhani ni kutingisa nywele ndiko kunampa nguvu, lakini ziliponyolewa akakosa nguvu. Mungu mwenyewe akangoja mpaka siku ile Samson alipojivunja na akasema, Bwana, ni heri nife pamoja na adui zangu, ni heri nife pamoja na adui zangu. Akaonyesha total dependence na Bwana akatokea na nguvu zake. Na Biblia inasema watu aliowaua Samsoni siku ile walikuwa wengi kuliko idadi ya watu wote aliowaua akiwa hai. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo tunaomba nguvu za Bwana zikatokee kwenye mambo yako, zikatokee kwenye vitu vyako, zikatokee kwenye vya kwako. Yeye ni njia imara, ni njia imara. Tumesoma hapa Mithali 18:10, jina la Bwana ni ngome imara. Yeye ni njia imara, tena msaada wa karibu, mwenye nguvu zote. Tena tunaona kwamba Bwana hachoki wala azimii. Akatokee. Hautaona kuchoka, hautaona kuchoka, hautaona kuchoka kwa jina la Yesu. Hautaona kuchoka kwa jina la Yesu. Hautaona kuchoka katika jina la Yesu Kristo. Hautaona kuchoka. Wewe ni mwanafunzi, hautaona kuchoka. Wewe ni mwalimu, hautaona kuchoka. Wewe ni mfanyabiashara, hautaona kuchoka. Wewe ni mkulima, hautaona kuchoka. Wewe ni mtu unayehudumia wengine, hautaona kuchoka, maana Bwana anakuweka nguvu mpya tena katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 29 Isaya 40 inasema kwamba huwapa nguvu wazimiao. Bwana akitokea anakupa nguvu. Pengine biashara inazimia, Bwana anatokea na nguvu zake, anaipatia nguvu. Pengine afya yako imeishi kitatizika, anatokea anakupa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo anatokea na nguvu zake, anakupatia nguvu. Kama biashara inazimia, anaitia nguvu. Kama watoto wanazimia, anawapa nguvu. Kama akili inazimia, anaipa nguvu. Kama jamii inaangamia, anaipa nguvu. Inainuka tena, inainuka tena. Hiyo biashara inainuka, hilo shamba linainuka, hiyo mifugo inainuka, hayo mazao yanainuka, hao watu wanainuka, jina linainuka, maneno yanainuka katika jina la Yesu Kristo. Hata vijana wazimiao na kuchoka, wanaume vijana watanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nguvu tulionayo imechakaa, tutapata nguvu mpya na tutapanda juu kama tai katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hatukujua ya kwamba wewe ndiwe njia pekee ambaye kwako tunaipata nguvu mpya. Leo tumejua na tunakutegemea. Sasa chukua nafasi katika kila tunachokifanya,
atokee kama njia na tukaipokea nguvu mpya. Kwa sababu hiyo ninakutamkia kama mtumishi wa Bwana, unaipokea nguvu mpya, unaipokea nguvu mpya, unaipokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Unaipokea nguvu mpya, unaipokea nguvu mpya, unaipokea nguvu mpya, unaipokea nguvu mpya. Yeye aliye ngome imara anakuwa imara kwako, anakuwa imara kwako, anakuwa imara kwako, anakuwa imara kwako, anakufanya imara, anakufanya imara. Ni mwenye nguvu zote. Sikia, ni mwenye nguvu zote, ni mwenye nguvu. Akitokea ni kama time Samson na nguvu zake. Akitokea ni kama wakati wa Daudi, anatokea tu na tera, anatokea na tera, na kwenye jiwe kunawekwa nguvu, kunawekwa nguvu na inambwaga Goliathi. Akitokea anatokea na nguvu zote. Sauli alipotokea akienda Damaska, alitokewa na mwangaza akawa kipofu. Akitokea anatokea na nguvu zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana anatokea na nguvu zote, anatokea na nguvu zake, anatupatia nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Sasa leo hali tukimuomba Mungu kwa dakika hizi chache, tunamwambia Mungu, tujaze tena nguvu mpya, tupe tena nguvu mpya, tupe tena nguvu mpya. Sema leo kwa jina la Yesu, Bwana tokea na nguvu zako. Neno lako linasema tukuite wewe Bwana maadamu unapatikana, maadamu una nguvu zote, maadamu una nguvu zote. Nasikia kabla tujaendelea kuomba, faida ya kumuita Bwana mwenye nguvu zote, inakupatia ujasiri, inakupatia ujasiri. Tusome Waebrania 13 na mstari wa 6. Inakupatia ujasiri, Tusoma Waebrania 13:6 na Zaburi ya 27. Inakupatia ujasiri. Haleluya. Kila mwenye anamtegemea Bwana na anajua Bwana ni mwenye nguvu zote, kila mwenye njia yake ni Bwana. Ndio Bwana anasema iko njia ionekanayo kuwa nzuri machoni pa watu, lakini njia hiyo inaongoza upotevuni. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunapiga kila njia tuliyoitumia tukielekea upotevuni. Tumedivert, tunamfuata Kristo aliye kama njia. Tunapata ujasiri wa kufunga ile biashara, tunapata ujasiri wa kuendea ile product, tunapata ujasiri wa kuendelea project, tunapata ujasiri wa kutembea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wacha tufungue Biblia katika Waebrania 13:6. Waebrania 13 na mstari wa 6 na mstari wa 6. Tusome Zaburi kwanza. Turudi Zaburi kidogo. Turudi Zaburi 27 na mstari wa, tuanze mstari wa kwanza. Inasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, nimhofu nani? Hata watenda mabaya, kato rabasha telemusa kalabaya, watenda mabaya watakapoinuka ili kunila nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vitakapoinuka, hata hapo nitatumaini. Maana Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana na nguvu zote. Ni nini naogopa? Hakuna cha inafaa kuogopa. Usiogope mtumishi. Endea hiyo project. Hiyo project inafanikiwa. Bwana ni nuru yako na wokovu wako. Usiogope. Endea hiyo project. Hicho kitu umeplan, endea hiyo kitu umeplan. Like usiachilie, endea hiyo kitu umeplan katika jina la Yesu Kristo. Endea hiyo kitu umeplan, usiachilie iende. Hivyo mtumishi, kaza, endelea mbele. Wana wa Israeli Mungu akamwambia endeleeni mbele. Ana nguvu zote. Kama alipasua bahari, alileta nyoka na akatoa mezo, alitoa maji jangwani, aliwapa kware na mana. Haezi shindwa. Wewe ndio unaogopa mtumishi. Wewe ndio unaogopa. Yaani ni wewe ndio unaogopa. Usiogope. Bwana yupo pamoja nawe. Asikiza
Sikiza Waebrania, sikiza Waebrania hasa mtumishi. Sikiza Waebrania, Waebrania ni tamu. Waebrania 13 mstari wa 6. Hii ni tamu sana bwana. Hii ni tamu. Waebrania 3 mstari wa 6. Waebrania 3 mstari wa 6 inasema hata twathubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Hata twathubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, mwanadamu atanitenda, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Tunathubutu kusema mwanadamu hata tufanya kitu. Unajua hatukufaa kusema ya kizungu inasema hivi, and I boldly dare say. We were never supposed to say, but the fact that we depend on Christ, we walk on the way, that the way is the Christ. We know Christ is our way, who is all powerful. No man can do us anything. No man can do anything to our businesses. No man can do anything to our careers. No man can do anything to our projects. No man can do anything to our wealth. No man can do anything to our health. We serve a God and we walk on the paths which are led by God. And all those who wait upon the Lord, He shall renew their strength. They shall flow as evil. They shall flow as evil. They shall run. They will never faint. They shall walk. They shall never get tired. In the mighty name of Jesus, we pray that today Jehovah strengthens us. Katika jina la Yesu, Bwana katutie nguvu. Tia nguvu mioyo yetu. Tia nguvu akili zetu. Tia nguvu mambo yetu. Tia nguvu kila tunaloendea. Katika jina la Yesu Kristo, tunathubutu, tunasema kwamba Bwana unatusaidia. Hatutaogopa. Sema sitaogopa. Sema sitaogopa. Sitaogopa. Wewe Bwana mwenye nguvu zote, unatia nguvu kwenye mtaji wangu. Kila utakapotokea, nguvu itasikika kwa damu ya Yesu Kristo. Kato rapata kato shatete paya labasakataya balanto lemakata rabasakata rekota tapa shato lemasaya balatele manda rekotaya balashontelema rakatete shakatoya balasotolema rabashato katalamanda rekotaya balantolemasha talabusa karabatalama rekotaya balazuta lekoshata akatela. Twende mbele za Mungu mtumishi. Acha uungwana mtumishi wa Bwana. Ni usiku. It's good hours of the night. Tunaweza muendea Mungu na tumwambie Mungu, tumejua wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Tokea kwenye mambo yetu. Tokea kwenye vya kwetu. Tokea kwenye wa kwetu. Tutie nguvu mpya. Tulikuwa tunahangaika. Tumekufuata wewe na bado tunahangaika. Kumbe tulikuwa hatuna the revelation. Sky, umuhimu wa nguvu ya maombi inatokea tukiwa na the revelation. Tukiwa na the revelation. Umuhimu ndani, nguvu ya maombi inatokea. Unajua nguvu si maombi, si tunavyoinua sauti, si tunavyobonga kwa lugha, si tunavyoongea Kiswahili kikuu. Nguvu inatokea tutakapoelewa ufunuo. Ni vizuri sana uwe mtu unasikiza, awe ni mtu ako sawa, anaweza kuongoza katika njia za, kwa sababu kitu anaweza kuongoza vizuri. Umeongozwa na Bwana, kwake akuongoza, kwa sababu mwenye anakufunza una hatari ya kuwa kama chenye anafunza. Kwa sababu kitu cha unafunzwa kinaenda kwenye akili, kinaenda kwenye moyo na kinakaa sasa kwenye nafsi, kinakaa kwenye roho yako. Unaona kabisa hili. So kuna hatari ya ufunuo ambao unapewa. Sikia, ufunuo leo unatuambia kwa Bwana ni mwenye nguvu zote. Tumemfuata Yesu kwa siku nyingi. Tunaona maisha yetu hayabadiliki. Mtumishi wa Bwana, tumeona maisha yetu hayabadiliki. Tunaenda mbele za Mungu, tunamwambia leo ufunuo umetuambia wewe ni Mungu mwenye nguvu zote. Hatutaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nasi. Unatokea, sema hatutaogopa mabaya. Bwana unatokea kwenye mambo yetu, unatokea kwenye vya kwetu, unatokea kwenye wa kwetu, kwa damu ya Yesu Kristo. Balatolemasha talabantolema rekotaya balasutete rakatuya shaturema rabasanto lamantalamanda rikotasha talabasa rakatatata rebosukoto rakataya rekotota
shatatabaya reba santo rekotaya rabashanda likosaya rebo sokoto rabashantalama reketea balatolema. Roho wako Bwana ametufunulia ya kwamba wewe tukikufuata ni tujue ya kwamba una nguvu zote, tujue kwamba una nguvu zote. Utakapotokea popote, kwanza unatupa nguvu mpya, nguvu ya kusema, hakuna nguvu ya kujua ya kwamba hakuna wa kutusumbua, hakuna wa kutuua, hakuna wa kututatiza, kwa maana wewe uko pamoja nasi. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tutokea kwenye mambo yetu usiku wa leo. Tokea na nguvu zako, tokea na uwepo wako, tokea na nguvu zako. Njoo nguvu zako zikatuvutie watu. Roho wako bado umetuambia ya kwamba nguvu zako works as a push or pull, works as a push or pull. Kwa sababu hiyo ikapush watu watujie, ikapush watu watujie, ikapush watu wakatoke, ikapush watu wakatoke. Katu rapata shakato lemasa talabando rekutaya balazuza malakato rebasha talampa lekona ribanda lekosakata lakatelema rabashata lekota rabakato rebesekete rakotete shatalamanto rekotaya balatelemasha telekusata balatelebaya lekosekete robo sokotosha robosa talampa rekutakata pakatete robo sokotoshanda ripakatoya satora pakata rekota alabosha talamasa reketesha telebakata rakato. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nguvu inapatikana, nguvu inapatikana, nguvu inapatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu inapatikana, nguvu ya kwetu, nguvu ya kuendelea na vya kwetu inapatikana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu inatokea repakatata shatatapa reketete rapakato rakatota shatapa reketu satokata pakato raba rakatosha talabanda. Hatutazimia wewe Bwana, neno lako linasema huwapa nguvu wazimiao. Kwa sababu hiyo unatupa nguvu, unamsha roho zetu upya, unamsha roho zetu upya, unasipatia nguvu, unatupatia nguvu. Tumekufuata wewe kama njia yenye nguvu zote, na tumekufuata Bwana tukitembea. Miguu yetu inatiwa nguvu, mikono yetu inatiwa nguvu, afya yetu inatiwa nguvu, maisha yetu inatiwa nguvu, biashara yetu inatiwa nguvu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kato rapata shatote rakatapa rebo sokoto rakatapa sheketea lankosete rabashata. Kila tunayemhitaji anatujia, kila tunayemhitaji anatujia, kila tunayemhitaji anatujia. Usiku wa leo wanatujia, fedha inatujia, watu wanatujia, majina yanapokea nguvu kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe uliye njia, kweli ya uzima, tena ni njia yenye nguvu zote. Kwa sababu hiyo wewe tumekutegemea Bwana, hatutatahayarika Bwana, hatutatahayarika kwa damu ya Yesu Kristo. Hatutatahayarika sisi na wakwetu, sisi na vyakwetu, na majina yetu na maneno tusemayo yanayopokea nguvu, kwa sababu tuna wewe kama njia. Katalamanda rekotaya, kozi tunazofanya zinapokea nguvu, mali tunazotafuta zinaipokea nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu, you renew our strength. Unatulinda, wewe ni mwenye nguvu zote, hatuna cha kuogopa. Mali yetu inalindwa, wakwetu wanalinda, vyakwetu vinalindwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tokea e Bwana, tokea e Bwana, tokea Bwana kwenye mambo yetu, utupe na nguvu kwa damu ya Yesu Kristo. Palata shatapa rekota rabosa rabona likoshoto rekota lamasaka rakatapakati reketetapa shata o shatelebu rekete labra katasonda rikoto laba balekuraba likataya rekataya bakaya balaka shato rabakata reketesha talabasoto reketa pakato rabalakato. Unatokea Bwana, unatokea. Tulifuata njia nyingi zilizotuendea uokovu. Iko njia inayonayo kwa saa machoni pa mtu, lakini tupeleka upotevuni. Samsoni aliona kumuoa Delila kwa macho yake ilikuwa tu sawa, ilipelekea kukata nywele zake. Alipokutegemea wewe, alipokufuata wewe kama njia kamili, alipokufuata wewe kiukamilifu, Bwana akaua adui zake. Kwa sababu hiyo tumeamua kukufuata wewe, sisi na huduma zetu,
na mifugo yetu na vya kwetu na maneno yetu na majina yetu na watu wa kwetu na watu wa nyumbani mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana unarenew our strength, wewe mwenye nguvu zote, katika jina la Yesu Kristo. Tukiendelea kuomba, tunaona hesabu. Tukiendelea kuomba, mtumishi wa Bwana usinyamaze, endelea kujisalimisha mbele za Bwana. Ni yeye peke yake tunaweza simama mbele yake tukiwa uchi. Ni yeye peke yake tunaweza simama mbele yake tukiwa uchi. Tunaweza simama mbele yake tukiwa uchi. Kwa sababu hiyo tuangalie maneno yenye Balaki. Balaki na Balamu walitamka. Yenye Balaki na Balamu walitamka kwenye Hesabu 24 mstari wa 8. Mungu anasema hivi: Mungu amemleta kutoka Misri, ana nguvu mfano wa nguvu za nyati. Mungu ana nguvu mfano wa nguvu za nyati, anaweza kutupeleka popote. Tunahitaji kwenda Dubai, Bwana anatupeleka. Tunahitaji kwenda Qatar, Bwana anatupeleka. Tunahitaji kwenda England, Bwana anatupeleka. Tunahitaji kwenda mataifa ya mbele, Bwana anatupeleka. Tunahitaji kwenda kwenye level za juu za utajiri wetu, Bwana anatupeleka. Zile level za juu za afya yetu, Bwana anatupeleka. Za biashara yetu, Bwana anatupeleka. Ni mwenye nguvu kama nguvu za nyati. Ni mwenye nguvu hata kama nguvu za nyati, na kwa sababu ni mwenye nguvu kama nguvu za nyati, neno la Bwana kwa huo mstari wa 8 inaendelea kusema atawameza mataifa walio adui zake katika jina la Yesu. Bwana na nguvu zake anameza. Leo ufahamu wa Roho Mtakatifu natuambia yeye tu, kwa sababu tumemfuata yeye kama njia, ana nguvu zote, ana nguvu zote, na anameza kila aliye adui yetu. Adui wa afya yetu anamezwa, adui wa mafanikio yetu anamezwa, adui wa watu wetu anamezwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kata rabasha tolobo sekete rakete tapaya telemasha talamando rekotaya balantule masata ribakatoya shakoto lekesete rabalante lekoshanda balante lemasa talabo reketa rabasha kataya boglokoto talama rabakatete shakatote laba rabakatira rabosakata rabakataya balakato rabakata rabandata laba rekotosha talamanda rababa rekota tabakato robokoto tosha rabakataya lekosokoto rabakateya lankote leba shata rabakata rabatata rabatatata rekota shata taba rakotote rabokoto rakata shata pakati rataba lekosi lama landa labosha talambo rekotaya balazuza malakato rabakata. Kwa jina la Yesu anameza mataifa wale adui zetu, anawavunja mifupa yao vipande vipande. Ana nguvu ya kuvunja mifupa vipande vipande, ana nguvu ya kuvunja mifupa yao vipande vipande. Alilama na akalala kama mfano wa simba, na kama simba mke nani atakayemtisha? Ni nani atakayemstusha? Nani atakayemstusha? Kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa 6 neno la Bwana anasema, wa 9 neno la Bwana anasema alinama akalala mfano wa simba, na kama simba mke ni nani atakayemstusha? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Akona nguvu, akona nguvu, akona nguvu nyingi. Yani maneno ya Balaki, Balamu alipoambiwa na Mungu yana nguvu nyingi, na anabariki kila bariki na alalani kila tulani katika jina la Yesu. Nguvu ya Mungu iko juu yetu usiku wa leo. Tumeipokea nguvu ya Mungu usiku wa leo, tumepokea nguvu ya Mungu. Twendeni tukafanikiwa wapenzi wa Bwana, twendeni tukainuliwa wapenzi wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru kwa muda mzuri uliotufunza neno lako na kuja tena mbele zako. Haleluya Bwana, pewa sifa na adhama kwa maana unaweza. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana kwa kutokea kwenye mafundisho ya siku ya leo. Tumejifunza tena kwa nini tumuite Yesu kama njia akatokee, kwa sababu yeye ndio njia pekee yenye ana nguvu zote. Yeye kama njia ana nguvu zote. So tukienda kwake na vya kwetu, tumeanzisha safari yetu na vya kwetu, Yesu ndio njia. Tunaipokea nguvu ya kufanyia exploits. Haleluya. Unahitaji kupita mtihani, unaipata nguvu kutokana na Kristo. Yani hatuwezi fanya chochote ila kwa Kristo. Mtu yote haji kwa baba yangu, na tulisema hii tukianza part 1 kwamba hakuna yote mwenye anaweza fikia hatima yote ila kwa njia ya Kristo peke yake. Yeye peke yake ndo anatuongoza katika njia za haki. Na tumeimba wimbo wetu, ananiongoza Mwokozi kwenye njia njema, atuongoze katika jina la Yesu.
Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Yeye Bwana atatokea na nguvu zake. Mungu akubariki na kukulinda katika jina la Yesu Kristo. Hatua zako ziongozwe na Bwana, njia zako ziongozwe na Bwana, watu wako Bwana akawaongoze katika jina la Yesu Kristo. Bwana akazidi kutufunika, akazidi kutuongoza kila siku iitwayo leo. Akubariki na kulinda mtumishi wa Bwana, akuinulie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie nuru za uso wake na akakupe amani. Enda ukafanikiwe, kwa sababu njia uliyochukua ni njia bora, ni Yesu Kristo na ni mwenye nguvu zote. Mstari wa 8 katika Hesabu 24 inasema ana nguvu mfano nguvu za nyati, na yeyote amtegemeaye Bwana, kutokana na Isaya 40 mstari wa 31. Neno la Bwana linasema kwamba atapewa nguvu mpya. Kwa sababu hiyo tutatubutu kusema kutoka Waebrania 13 na mstari wa 6, Bwana ndiye atusaidiaye, hatutaogopa. Zaburi ya 27, neno la Bwana linasema yeye ni ngome yangu na uzima wetu, tumhofu nani? Neno la Bwana ni tamu, mtumishi wa Bwana. Penda kusoma neno la Bwana, litakusaidia. Haleluya. Neno la Bwana ni tana, linatumulikia. Kwa pasipo neno hakuna chochote kinachofanyika, kwa sababu neno huumba. Haleluya. Kesho tutakuja tumalizie kwa nini tunamuita Yesu kama njia akatokee. Sababu nyingine kwa nini anamuita Yesu, kwa tunamuita Yesu akatokee yeye kama njia, na tutaona kwa sababu yeye ni njia isiyo badilika, habadiliki. Hiyo ndio tutaangalia kesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu ni mwema na akubariki, akutunze usiku wa leo. Tupatane tena kesho tukisoma kwa sababu nyingine sababu nyingine katika series yetu hii, kwa nini tumuite Yesu kama njia. Ni kwa sababu yeye habadiliki, kwa sababu yeye ni njia isiyo badilika. Tumeangalia yeye kama njia ya kweli, njia ya hakika, njia kama njia ya uzima, njia yenye nguvu zote, njia ya amani, yeye mwenye nguvu zote, tena ni imara. Yeye ni njia imara. Halafu sasa tunaangalia nyingine, yeye habadiliki. Halafu tutaona pia namna za tunamhitaji Mungu, tunamhitaji Yesu akatokee kama njia. Tunamhitaji namna za kumuita Yesu, mbinu tunazotumia kumuita Yesu akatokee kama njia katika maisha yetu, na tunamalizia fundisho letu by the end of the week. Mungu akubariki sana kukulinda. Tupatane tena part 5 kesho, na Mungu ataendelea kutuhudumia sisi na vya kwetu pamoja na mioyo yetu. Amen. Hallelujah.